Karibu tena ni kukaribishe katika Cup Movie siku leo, na hii ni episode ya 31 Msitu. Moja kwa moja ndani ya msitu, pia tutaenda kuangazia siku ya leo tukiweza kuona movie yetu imeweza kuchukua matukio makubwa kabisa ya hapa kambi. Moja kwa moja katika tukio hili Liz baada ya kutoka kwenye ile hali mbaya ambayo ilikuwa inamsumbua katika episode iliyopita, na hivyo tunaweza kuangalia hata hapa kuna kitu ambacho kimeweza kumfungua, kwa sababu anaulizwa maswali mengi sana na anajiuliza kwa Rumi ndugu yake pamoja na kupiga simu, lakini hapata majibu yoyote, kuwa akijua kwamba watu hao wamefika nyumbani, lakini pia Rumi hakufika. Je, tunajiuliza sasa itakuwa kwaje? Lakini pia tukijiuliza maswali mengi sana hata hapa kwa J4 alikuwa akimwambia tu inabidi aendelee na kufanya vitu vyake, sijali sana watu hao, kwa sababu pengine wale watu wakawa na mambo yao, lakini pia ni watu wazima. Hivyo tunaweza kuona kwa J4, lakini pia tunaweza kuona kwa Riz ilikuwa ni watu ambao tayari Riz ana maswali mengi sana, lakini pia tukijiuliza sana, kwa sababu tunaona episode iliyopita imeweza kutufungua na vitu vingi sana, kwamba watu hawa waliopotea watakuja na hawataendelea kukaa kwenye msitu. Tunaweza kuangalia hata hapa ni matukio kadha wa kadha katika msitu. Albert ameweza kunyooshwa bwana, kumbe hawa nao ni wasela. Hata kaka mdada na wenyewe tukaona ni kajanjenje ka kijijini, tunaweza kuona kumbe ni wale watu mjini. Tunaweza kuangalia hata hapa aliweza kufuta location wa kishoot. Tunaweza kuona ujio mpya huyu mwanadada ndani ya msitu, na huyu ni Aisha Kaoge jamani, kama mlikwisha muona katika movie ya Last Mission. Huko ameweza kucheza vizuri kabisa, na hapa kwenye msitu huyu hapa karibu sana ndani ya msitu, kwa sababu tunaweza kuona hata hapa ni deal done ambalo lilikuwa tayari limeshakwisha kutungwa. Hivyo tunaweza kuona hata hapa wamekuja kukaribu tu mpango, na wakaweza kusema kwamba Albert ameweza kumshikisha mimba huyu mwanadada moja, akasokasa. Tunaweza kuona sasa movie hii inakuwa na matukio kadha lakini pia ni matukio moto ambayo yanatufanya tusiendelee kuchoka movie, kwa sababu kila siku kuna kuja na vitu vingi sana ambavyo vinaingia na kutoka ndani ya msitu. Lakini pia tukiingia ndani hapa camp na location, tunamwona hata Kishucho alikuwa kicheka baada ya kusikia kwamba ana mimba. Hivyo tunaweza kuangalia hata hapa J4 alitumia busara pia na director, kwa sababu huyu Aisha Kaoge amekuja moto sana na kaenda kwa tusi na kiendelea kusema kwamba jamani huyu Albert yuko wapi. Hivyo tunaweza kuona hata hawa walikuwa kicheka, lakini pia huyu mwanadada aliweza kuulizwa, jamani una mimba? Akasema ndio. Ya nani? Albert. Sasa hichi kitu kwa kweli hata Kichucho kimemfurahisha, kwa sababu amekuwa kicheka na kujiuliza maswali mengi, lakini pia kikonga maneno ya kulopoka. Tunaweza kuona hapo, tunaweza kusema kwamba Albert amefanya yake, lakini pia Eliz kwa upande huu. Lakini pia tukiangalia hata Jessica amekuwa akimtetea, lakini pia zile za kinafiki fulani, kwa sababu ni mwanamke. Tunaweza kuangalia katika episode hii kwa mtazamo huu, lakini pia hapa tunamwona Aisha Kaoge alikutolewa nje pale na kuendelea kuongea kwa J4 pamoja na director Ben. Tunaweza kuangalia kwa upande huu, lakini pia sokasa nyingi. Tunaweza kuona hata hapa Aisha Kaoge amejia sasa. Tunaweza kuangalia hata hapa kwamba ni mpango ambao tayari walikwisha kupanga. Hivyo tunaweza kuona katika episode hii imeweza kutufunua na matukio haya, lakini pia vitu vingi ambavyo vitaendelea. Lakini pia tunajiuliza maswali mengi sana, kwa sababu endapo sasa kwa Albert akijulikana kwamba hana mimba au mimba ipo, lakini pia tunaweza kuona hata kwamba ile mimba itaenda kutoka sijui nini. So tunaweza kuona vitu vingi sana kwa upande huu, lakini pia tunaweza kuona sasa kambi imeweza kuingiliwa, kwa sababu Albert ameweza kuanzisha mambo, lakini pia anashindwa hata kuimaliza. Kwa upande huu tunaweza kusema hivyo, lakini pia Kaoge alikuwa ni mtu ambaye tayari amekwisha ingia sasa pale, lakini pia ni mtu ambaye amesukwa na kasukika, kwa sababu kuna mpango ambao tayari wamekwisha kuandaa. Moja kwa moja vitu ambavyo tunaweza kuangalia ndani ya msitu, lakini pia tunaweza kuangalia katika episode hii, lakini pia tunaweza kujiuliza maswali mengi, kwa sababu kwa upande huu. Lakini pia tunaona kabisa kwamba endapo hizi deals zitaendelea, kwa sababu Albert ni tongoza, lakini pia hata Ben naye ni tongoza. Tukija kwenye upande huu wa J4 tunaonekana ni mtu ambaye anafuata nidhamu, lakini pia episode iliyopita iliweza kutuelezea vitu vingi sana kuhusiana na wale watu waliweza kupotelea msituni, kwamba hawatapotea, watarudi. So tunaweza kuona wakitumikia adhabu, na ni adhabu zipi wanazotumikia humo ndani ya msitu. Moja kwa moja vitu ambavyo tunaenda kujiuliza maswali mengi zaidi ndani ya msitu. Tunaweza kuangalia kwa upande huu tukisema kwamba bado kunaendelea na vitu vingi sana, lakini pia Delta ni kwa upande huu, kwa sababu tunaweza kuona Aisha Kaoge ameweza kumwambia sawa naondoka, lakini pia namchukua huyu na nenda naye, lakini hajaisha mpaka ishe kwa upande huu. Lakini pia tunaweza kuona kwa upande huu kwamba
pengo la Olivia limeweza kuzibwa na mtu ambaye tayari amepatishwa mimba. Tunaweza kuangalia kwa upande huu kwa vitu hivi, lakini pia ni mambo mengi sana ambayo yanaendelea ndani ya msitu. Moja kwa moja vitu ambavyo vimekuwa vikijuzua mjadala mkubwa sana katika episode hii ni, lakini pia hapa walikuwa tu katika hali ya kueleweshana kwa sababu tunaona hiki kitu tayari kimeshakuwa. Je, Naipa akijua hivi vitu vinavyoendelea kutokea huku? Lakini pia usilijua ni sawa sana usikuigiza, kwa sababu hakuna cha mimba hapo wala nini. Yaani ni kama mchezo tu, ni trick. Tunaweza kuangalia ndugu mtazamaji, katika episode hii na series tunaweza kuona ni moto kabisa. Hata hapo alikuwa amekaa, lakini pia Albert ni mtu ambaye alikuwa anatembea na hapa na pale, lakini pia alikuta vitu ambavyo sivyo. Tunaweza kuona kwa pande huu inaweza kutuelezea hivyo scene hii, lakini pia episode hii ya 31 ndani ya msitu, movie yetu pendwa kabisa. Usisahau kusubscribe na kutani on notification, na mimi ndo Paco Gang na kuletea recap hii siku ya leo. Lakini pia tunaona hata hapa Albert aliweza kuvutwa pembeni na Ben, wakiweza kuzungumza kwamba kila ambacho ulikuwa kikitafuta kimepatikana. Usilolijua ni kwamba mwanamke ambaye ulikuwa unadhani kwamba ulikuwa unadai kwamba huyu atakuja kuziba pengo la Olivia ana mimba. Sasa tunaweza kuona kukubwa kabisa ana mimba. Albert alienda kushangaa kwa sababu hiki kitu kimekuwa kama surprise kwa kukitarajia, japokuwa alikuwa anaenda peku. Ben aliongea vitu vingi sana kumwasa, lakini pia aliweza kuomba ushauri Albert, lakini hakuweza kushaurika kwa sababu tayari sasa kilikuwa kimeshakuwa kitu ambacho ni kiendelevu. Tunaweza kuangalia hata hapa amelivala kulivaa, ameweza kumpatishia mimba mtoto wake. So tunaweza kuona miaka 30 inamhusu Ben, lakini pia tunaweza kuangalia Albert aliweza kuchanganyikiwa na kuweza kuuliza sasa kini kitu gani na ni mkosi gani, kwa sababu ya vitu ambavyo alikuwa akifanya. Lakini pia tuende mbele zaidi na turudi nyuma, kwa sababu episode hii imekuwa moto kwa pande huu, lakini pia ni matukio. Hata hapo tunaona Jaifa alikuwa kitu baada ya kusuluhisha ili, kwa sababu hawa ndio viongozi. Lakini pia kiongozi amekosea. Je, ingelikuwa sio kwa kiongozi, ingelikuwa ni kwa msanii, ingekuwa kwaje? Hivyo tunaweza kuona, kwa sababu kitu kimekuwa kwa Albert, tunaweza kuangalia ameshindwa hata kutetea, ameshindwa hata kuelewa, ndugu mtazamaji. Lakini hata hapa alikuwa akijipendekeza kwa J4, na unavyojua kabisa kwamba J4 na Albert hivi waliweza kuomezana kwamba na inabidi sasa uweze kunisaidia na naomba msaada baada ya kuyabananga. Hivyo tunaona kabisa hapa hakuwa mtu wa kumsaidia, lakini pia alikuwa kiulizo tu na anaambiwa kwamba ampigie Naipa ambaye yeye anaweza kumsaidia, si ni ndugu. Hivyo tunaweza kuona J4 alikuwa ni mtu ambaye anakataa, hawezi kumsaidia mtu kama huyo. Lakini pia hata Ben naye alikataa, hawezi kumsaidia. Kwa hilo la kwake alivaa yeye kama mwenyewe, kwa sababu alipenda sana peku na mwisho wake amepata mimba. Tunaweza kuangalia kwa upande huu mtazamio mkubwa sana katika episode zijazo, kwa sababu hata ndugu mtazamaji, tukiangalia hapa kisha na vitu vingi sana vimekwisha tokea. Hata hapo tunaweza kusema kwamba kwa Mzee Msitu amekuwa ni mtu ambaye ana maneno fulani ambayo yachoma watu, lakini pia anamuumiza mtu. Lakini pia tunaweza kuangalia kwa sababu ndo maneno yamekukumba. Sasa leo tunaweza kuona dhahiri shairi kwamba kimepatikana cha kupatikana. Lakini pia hata mbebesho mimba naye tunamuona ni mtu ambaye anapenda sana pesa, kwa sababu baada ya kufanya hiki kitu ameshindwa kabisa kujitetea. Lakini pia amekuwa ni mtu ambaye anatumia udhaifu sasa hapa ili endelee kumkandamiza Ben, ambaye endelee kumkandamiza J4. Lakini pia hata Albert tunaweza kuona hata hapo J4 aliweza kuondoka na akasema mimi sina msaada na wewe. Lakini pia hata Ben alikataa na akasema na mimi sina msaada na wewe, cha kufanya wewe utajua, cha kujua fanya unavyofanya. Hivyo tunamwona Albert alichanganyikiwa kabisa, lakini pia wasanii wakiwa wanamwangalia tu. Kwa upande huu tunaweza kusema hivyo kwamba ni vitu vingi sana vimekuwa endelevu, lakini pia vimekuwa vikiendelea ndani ya msitu. Lakini pia kadha vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea ndani ya msitu, tunaweza tukasema kwamba dhahiri shairi kwamba hata hapa walikuwa kimcheka tu na wakimwangalia kwa dharau kwamba mwalimu kaya bananga. Je, angalikuwa ni msanii ingekuwaje? Hata hapo tunaona jamani ameweza kuchanganyikiwa jamani Albert. So ni kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana, kwa sababu tunaona kabisa mwanafunzi na ameweza kuambiwa atafunga. Je, mwanafunzi kweli? Tunaweza kuangalia kwa upande huu, lakini pia hatuna cha kusema, kwa sababu hata hapa alikuwa ana mtu wa kuongea naye zaidi ya watu, alikuwa kimcheka ndani ya moyo, lakini pia akiwa kishangaa Albert. Hata hapo naona alikosa cha kuweza kutetea, aliweza kwa watu kuondoka kwa sababu alikosa msaada, na kila mtu ambaye anamwangalia alikuwa ni mtu ambaye hawezi hata kumwangalia, wanacheka tu na kufurahi kwa kila ambacho kimetokea. Tunaweza kuangalia kwa upande huu pia episode hii imekuwa moto sana, lakini pia imekuwa episode ambayo ina matukio, lakini pia yanatanisha. Hata hapo tunaweza kuangalia, lakini pia upande mwingine waliweza kuitana sasa walimu, lakini pia
ni viongozi ambao ni crew ya Naipers. So tunaweza kuangalia hata hapo Ben pamoja na J4 lakini pia Albert waliweza kukutana kuweza kudiscuss kuweza kumsaidia ndugu yao, kwa sababu limeshamkuta la kumkuta. Hivyo kuna namna tunaona anatetea kabisa Albert kwamba jamani, naombeni mnisaidie. Lakini pia tunaweza kuangalia kwa upande huu tumeweza kudezi na kujaji vitu, lakini pia tunaweza kuona Albert aliweza kuambiwa ateke maji na amtengee J4 ili waweze kusemana. Hata hapo tunaweza kuona ni mwendelezo tu wa matukio na trick ambazo alikuwa akizionyesha J4 akiweza kusema kwamba kila ambacho mimi nimekifanya pale ilikuwa tu ni drama ili aweze kunisaidia. Na tunaweza kuona hata hapa Aisha Koge aliweza kuingia ndani ya deal done kwa sababu alikuwa amemuita na mpango wao ulikuwa kienda sawa. Hata hapo Aisha Koge pamoja na sugar yake walikuwa kidiscuss tuna vitu, lakini pia waliweza kuelewana kwamba kuna vitu vinatakiwa vitoke, na waliweza kuelewana kwamba laki moja, lakini tunaweza kuona laki mbili iliweza kuonekana itatoka kwa ajili ya kuendelea kuangalia vile vitu ambavyo vilipo vikiendelea. So tunaweza kuangalia hata hapa Aisha Koge amekuwa ni mtu ambaye kuna vitu fulani hivi ana make sense kwa sababu ya vitu ambavyo tumekuwa tukiviona ndani ya msitu. Lakini pia hii ni episode ya 31 tukiendelea matukio kadha ambayo yameweza kuchukua nafasi. Hivyo mwanadada aliweza kusema mimi nimeitikia, lakini pia naombeni pesa. Hivyo tunaweza kuona kwa upande huu kwamba kuna vitu vingi sana vimeweza kuendelea. Lakini pia ndugu mtazamaji, tukijikumbusha kidogo na huko nyuma, kwa sababu episode iliyopita ilikuwa na vitu vingi sana, mkanganyiko wa matukio. Lakini pia je, itakuwa kwaje katika episode zijazo? Kwa sababu hiki kinaweza kikawa ni kitu ambacho kikafanya hata hapa ndani ya hii kambi wakaweza kusambaratika, kwa sababu tunaona wameshachoka. Lakini pia kadha zimekuwa nyingi sana. Tunaanza kuangalia kwa upande huu. Lakini pia Aisha Koge aliweza kusema hapo ndo mambo sasa, laki mbili. Albert aliweza kushangaa, laki mbili tena ya. Lakini pia Aisha Koge alikuwa ni mtu ambaye tayari ameshasisitiza kwamba laki mbili toke. Lakini pia tunaweza kuona hata hapo J4 aliweza kusema laki mbili itatoka wapi? Moja kwa moja vitu ambavyo tunaweza kusema kwamba, lakini pia tunaweza kusema kwa Ben alisema hiyo pesa itapatikana na naomba unipe siku 2-3 naweza kutafuta hiyo pesa nitakupatia, na naweza kumtumia na naweza kutumiwa na mkurugenzi. Tunaweza kuona katika episode hii moja matukio ambayo yamekuwa moto, lakini pia mkanganyiko. Na tunaweza kuangalia kwa upande huu hata ulipokukienda, kumbe deal done ameweza kutiki, na tunaweza kuona mpango mzima umeweza kwenda sawa kabisa. Tunaweza kuangalia kwa upande huu ya matukio kadha. Lakini pia tukiangalia kwa hapa tunaweza kuona sasa huyo mwanadada ambaye yeye ndio msuka mpango na mpango umeweza kutiki amerudi na kuweza kusema kwamba kitu kilivyokuwa kimepangwa ndio kilivyokuwa kimeenda. Kwa laki mbili amekubali kutoa na kuweza kugawana. Sasa hapo katika majukumu ya hapa na pale, hivyo tunaweza kujiuliza vitu vingi sana ndugu mtazamaji. Je, ikija kujulikana kwamba hiki ni trick tu na sio kweli, itakuwa kwaje? Kwa sababu wataweza kupewa mjadala mkubwa sana. Lakini pia vile vitoto ambavyo ni Pako pamoja na Raider, na hawa ni watu ambao ni wadogo zake na huyo mwanadada, itakuwa kwaje? Kwa sababu kuna vitu ambavyo tunaenda kujiuliza ndani ya msitu. Lakini pia tunajiuliza maswali mengi sana kwa upande huu. Pia tunapata vitu ambavyo vinaweza kuwa ni vitu ambavyo ni kadha, lakini pia ni endelevu kwa upande huu. Lakini pia kwa huyu Aisha Koge, lakini pia ni kadha, kwa sababu tunaona kabisa kwamba hawa wamekuwa ni watu ambao sasa wana mipango kati kwa sababu ya hivi vitu upande huu. Lakini pia tunajiuliza sasa, je, endapo kama hivi vitu vikiteke, hata hapo walikuwa kiteke na wakikaa naelewana kwamba utagawana hii pesa, lakini pia mwenzake alikuwa kuongea vitu ambavyo vinaweza kumponya. Lakini pia tukio ambalo litaenda kutufungia siku ya leo katika episode hii ni tukio hili Albert baada ya kuchota yale maji, lakini pia alijiuliza maswali mengi sana na yale maji kuyamwaga. Ndugu mtazamaji, tunaweza sasa kujiuliza, je, episode ijayo itakuwa kwaje? Lakini pia mjadala ambao utakuwa ni mkubwa sana, kwa sababu tunaona hata hapa Albert aliweza kuyachota maji, lakini pia alikuwa ni mtu ambaye sasa anajiuliza maswali mengi sana. Nimechota maji lakini na kuyamwaga nini kitajiri katika episode ijayo? Tunimtendee J4 maji akaoge. Kwa kweli ni kitu ambacho hakiwezekani. Tunaweza kuangalia hata hapa alishindwa kabisa na aliweza kuyachukua yale maji